anna dima'akum wa amwalakum haramun alaykum ka hurmati yawm, akasema na kila mambo ambayo ni ya kwenye jahilia, yaani mambo ya kabla nubuwa au mambo yote ya batili, hayo yote ni batili. Tumelisema yote yako chini ya kikanyagio cha natangazia watu, asbahtu ukrihu alhaqa wa uhibbu alfitna wa ana li. Akasema nimeamka leo ninauchukia ukweli na ninapenda fitna, na niko na yale ambayo Mwenyezi Mungu hana nayo. Watu wote mikono kinywani, huyu mtu amekufuru huyu. Endelea pia akasema muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa wake zenu, hakika hawa wanawake akhadtumuhunna biamanillah. Mwanamke kusema awe halali yako ni maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anasoma. Akawa amesikitika nafanywa kitendo hichi cha udhalilishaji, hali ya kuwa tuna kiongozi wa Uislamu, akapiga kelele wa mutasima. Pale palikuwa watu wakafikisha kilio cha huyo mama kwa khalifa wa Uislamu huko. Akaambia kuna mwanamama wa Kiislamu kadhalilishwa, kavuliwa nguo zake na katiwa jela kwa sababu tu ni Muislamu. Lakini katika kupiga kwake kelele alikutaja jina lako khalifa. Wanasema wana historia kwamba alikuwa anakunywa glasi ya maziwa, aliitia chini kutetemeka kwa hofu na uoga, akaitia chini na akatamka, wallahi sitooga josho la janaba hata ansuraha, mpaka nikamnusuru mwanamama, nisije nikasimama naye mbele ya Mwenyezi Mungu amenitaja jina lake nishindwe kumnusuru, nikaja kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyakuwa amenitaja mimi kiongozi, nitakuwa masuhulia kwake. Na wao wanawake wamuogope Allah Subhanahu wa Ta'ala kutokuweza kuwaingiza watu ndani ambao waume zao hawaridhii, hata akiwa ni kaka shekhi, lakini mume wako akawa amesema kwamba simtaki kaka yako hapa, hautomwingiza. Hata akiwa ni mwanamke, ni dada yako, wale ambao waume zao hawakuridhia kuingiza ndani, anasema usiwaingize hao. Kupitia Qur'ani kwamba Qur'ani laisa bimakhluqin, katika itikadi yetu sisi ahlus sunna wal jamaa, Qur'ani sio kiumbe, bali huwa kalamullahi almu'jizatu almunazzal ala nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bali ni maneno Mwenyezi Mungu ambaye aliteremka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kupitia Jibril alayhi salatu wasalam. Akaendelea pia akasema muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa wake zenu, hakika hawa wanawake akhadtumuhunna biamanillah. Mwanamke kusema awe halali yako ni maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anasoma. Na ndiyo anakuwa halali yako. Wa ila kama sio ule utaratibu, kila mtu angechukua mwanamke akaishi naye, lakini kwa kuwa kuna utaratibu ambao Allah subhanahu wa ta'ala akaweka, ndio tunaupitia, ndio tunataja maneno yake, kisha ndio tunajinyakulia na kujipatia mtu. Itikadi ya al-Mu'tazila ni itikadi ya kila nani? Al-Mu'tazili. Wao wanakuambia Qur'ani sio maneno ya Mwenyezi Mungu, bali ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu kama kiumbe kingine.
Bimaana kama maneno Mwenyezi Mungu ni kiumbe, bimaana na Allah atakuwa nani? Sitakuwa kiumbe. Sababu Allah ndiye yale maneno anayazungumza. Allah ni yale maneno yake anayazungumza, bali ni maneno yake. Ni nini? Sio kiumbe, hayakuumbwa, ni maneno aliyozungumza live. Ukisema maneno yameumbwa, bimaana aliyozungumza ni yake ameumbwa. Sasa huyu kiongozi akawa anawalazimisha wanawazuoni watate kama Qur'ani haifai nini, sio maneno ya Mwenyezi Mungu, bali ni kwamba mimi asbahtu ukriul haqa, nimeamka na utukia ukweli. Akawasomea aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqi, wasema waambie hicho kifo mnachokimbia, sema ni haki. Kifo ni nini? Allah amekita kwamba ni nini? Haki. Na ni nani ambaye anayekipenda kifo? Kila mtu anakichukia kifo. Akwambia mimi nakichukia kifo. Ije unakipenda kifo? Umwombe Mwenyezi Mungu sasa hivi akuchukue. Hakuna sasa hivi ambaye anayependa kifo. Hata mzee ambaye anatembesha fimbo mgongo kunjima. Ukimwambia mzee, wallahi naona kama vile dakika 5 za mbele utafikisha unataka kufa. Bila shaka ataenda kushtaki kwenu na kwa watu wote wanaomzunguruka. Huyu mtoto si nimemwambia nani? Mpaka anamtakia mimi kifo, nimemkosea nini? Yaani watu tunapenda kuishi. Hakuna ambaye anapenda kufa. Atakushtaki, atakutakia miti na mawe. Mungu anasema innal mauta alladhi tafiruna minhu innahu mulaqi. Sema kifo mnachokimbia ni haki, kitakukuteni. Mungu amekiita kwamba kifo ni nini? Ni haki. Akamwambia mimi namaanisha kifo kwamba nakichukia, na bila shaka kuna ambaye anakipenda kifo. Hata mimi mwenyewe sikipendi. Unakipenda mzee? Sheikh, kifo nakipenda wewe? Astaghfirullah. Wala yatamannawnahu abadan. Mungu anasema msikitamani mzee. Ni Allah, msikitamani Allah, wala yatamannawnahu abadan. Msikitamani hicho kifo. Kisha akasema bidhurri nazala bi, kwa sababu mtu yana matatizo na kukuta ukatamani ufu. Kifo sio kizuri baba. Akamwambia tuambie sasa, watuhibbul fitna, unapenda fitna kwa nini? Wewe kwa nini unasema unapenda fitna? Nakumbuka kwamba fitna ni baya sana. Akamwambia naam, naipenda fitna. Kivipi? Akasomea aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, almal wal banuna, almal kana nyingine nasemaje? Innama amwalukum wa auladukum fitna, hakika mali zenu na watoto wenu ni nini? Ni fitna. Kwa hivyo mimi napenda mali na napenda watoto. Nani asiyopenda mali na watoto? Allah ametuambia kwenye Qur'ani, almal wal banuna innama amwalukum wa auladukum fitna, hakika mali zenu na watoto wenu ni nini? Ni fitna. Na mimi napenda fitna. Akakusudia nini? Napenda mali na watoto. Nani asiyopenda mali kati yetu? Nani? Nani asiyopenda mali? Na mashehe tunapenda mali. Au na mashehe sisi tunakimbilia Ulaya. Sababu gani? Mpunga. Pesa, mali, wanaotafuta, mtu anatafuta huku na huku. Amir la ajali kama min alhalal au min alharam, ni halali au ni haramu, ni bid'a tu apate tu mali. Na kama uhibbul fitna, napenda fitna sababu Qur'an Mwenyezi Mungu ameita mali na watoto kama ni nini? Ni fitna. Innama amwalukum wa auladukum fitna, kika mali zenu na watoto ni nini? Ni fitna. Napenda mali lakini vile napenda watoto. Mtoto ni fitna Sheikh. Mtu yuko tayari kumkufuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya mtoto wake Sheikh. Mtoto, mama amezaa mtoto amegundulika baada nguvu za kiume, mnaita wakina nani? Wakina pende, si ndio? Uume wake ufanye kazi, wanamshauri na kumwambia mtoto wako ili apone alale naye, azimi naye. Mama kwa sababu ya kumpenda mtoto wake anakuliko, mimi niombe mtoto wangu afadhali afanye nini? Atende hicho kitendo na mtoto wake, aenda kuzini na mtoto, achukue utupu wake au ingize kwa utupu wa mama yake mzazi. Hizo ndio dawa hiyo. Mtume anatuambia hakujalia Mwenyezi Mungu ugonjwa akaifanya dawa kwa ya haramu. Hiyo ni hadithi. Mwenyezi Mungu amejalia kila ugonjwa na dawa, lakini hakujalia dawa katika haramu. Hakujalia dawa katika haramu. Kisha mtu anakwambia, bwana sasa nifanye aje niombe? Anachukua utupu wake aenda kumbikini mtoto wake wakati mdogo.
anambikiri mtoto wa kiume. Inna lillahi, hii ndio fitna ambayo imekusudiwa. Unaweza mtoto anaweza kaumwa akakosa dawa kangaika kuna huku akaja tu mtu mmoja kamshauri, unajua kuna mtaalamu mmoja kwa nyuma kwa chini mkiasasi kule mkako wewe kule, huyo akimgusi mtoto wako hapo anapona, akimgusi anapona, anaitwa mtaalamu. Subhanallah, washirikina wanaitwa wataalamu. Mwanamama anajikaza siku ya kwanza kila mambo yanakuwa bwana, ndio hivyo tena bwana, toba hili bwana, anaenda anampeleka mtoto huko na apone, anafia huko. Innama amwalukum wa auladukum fitna, hakika mali na watoto ni fitna kwetu sisi wazazi. Akamwambia uko na yale ambayo Mwenyezi Mungu ana nayo, tuambie hapo sasa, au chomoke hapo. Anaanza kuchomoa panga sasa. Hapa uchomoke. Anasubiri tu ateleze nafasi moja, analishe kichwa. Wewe unasema kuna yale ambayo Mwenyezi Mungu ana nayo. Kipi ambacho unacho hali yako Mwenyezi Mungu ana nacho? Hapo kila mtu anataka masikio sasa. Ukitizama Qur'an sema lillahi ma fi samawati wa ma fil ardh, yote ya mbinguni na ardhi ni ya nani? Ni ya Mwenyezi Mungu. Sasa wewe yuko na yale Mwenyezi Mungu ana nayo, vipi? Hapo utachomoka wapi? Akamwambia naam, akamsomea aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Mungu ni mmoja, inaenda kukusudiwa. Lam yalid wa lam yulad, Mwenyezi Mungu hakuzaa wala kuzaliwa. Mimi nina watoto, nimezaa, Mwenyezi Mungu hana watoto. Je, ni kweli Mungu yuko na mtoto? Wewe kubanga Mungu na mtoto kufuru. Mungu na mtoto sasa. Amezaa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hana, wallahi amekanusha. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ard. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tabi'a sunnatahu ila yawmiddin, amma ba'd. Baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka ziada ya rehema na amani zimwendee kiongozi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama na alize mtume na sahaba za mtume na wote ambao watakaoshikamana na mafunzo na mwenendo wa mtume hadi siku ya malipo, tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala nasi atujalie kwa miongoni mwa watu wema na wazuri ambao watakaoshikamana na mafunzo yake mtume hadi siku ya malipo. Allahumma amin. Waja wa Allah, niko hapa mbele yenu kama gesi ndugu zangu waliniomba tuweze kugusia hijjatul wada'i ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hija yake ya kuaga mtume sallallahu alayhi wasallam. Ni hija ambayo mtume sallallahu alayhi wasallama aliitaja kwenye vipengele na pia akaitaja kwenye siku miongoni mwa masiku kama haya. Khutba, kuna yale ambayo mtume sallallahu alayhi wasallama aliyataja, ilikuwa ni yaumi au yauma Arafa, ilikuwa ni siku ya Arafa. Mtume sallallahu alayhi wasallama akasema, i'lamu anna dima'akum wa amwalakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha ala kullu shay'in min amri al-jahiliyyati tahta qadamayya mawdu'un wa dima'u jahiliyya mawdu'a wa inna awwala damin ad'u min dima'ina damu Rabi'ata ibn al-Harith kana mustardi'a fi bani Sa'd faqatalathu
Hudhailun wa riba al-jahiliya mawdu'un wa awwalu riba ad'u riban riba Abbas ibn Abd al-Muttalib fa innahu mawdu'un kulluhu fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanillahi wastahlaltum furujahunna bi kalimatillahi wa lakum alayhinna alla yu'tina furujakum aw furushakum ahadan takrahunahu fa in fa'alna dhalika fadribuhunna darban ghayra mubarrihin wa lahunna alaykum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Khutba ya Mtume sallallahu alaihi wasallama kidogo ni ndefu, kwa sababu ilikuja ni mikato. Ilikuwa ni khutba ambayo tuseme kwamba inaendelea. Hii ilikuwa ni sehemu ya kwanza ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama akieleza ya kwamba hakika damu zenu na mali zenu ni haramu kudhulumiana. Kuuana Waislamu kwa Waislamu, kudhulumiana, hiyo ni haramu, kama gisi siku hizi ambazo tuko ndani yake ni siku tukufu na ni siku ambazo haifai, ni haramu kupigana ndani yake. Vile vile kama gisi tuko Maka, sehemu tukufu. Kisha akasema na kila mambo ambayo ni ya kwenye jahilia, yaani mambo ya kabla nubuwa au mambo yote ya batili, hayo yote ni batili. Tumalisema yote yako chini ya kikanyagio changu au chini ya vikanyagio vyangu, kuonesha kwamba haya mambo ni batili, mambo ya kwenye jahilia hayafai. Kisha akaendelea pia akasema, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa wake zenu, hakika hawa wanawake akhadtumuhunna bi amanillahi. Mwanamke kusema awe halali yako ni maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo anasoma, na ndiyo anakuwa halali yako. Wa ila kama sio ule utaratibu, kila mtu angechukua mwanamke akaishi naye, lakini kwa kuwa kuna utaratibu ambao Allah subhanahu wa ta'ala akaweka, ndio tunaupitia, ndio tunataja maneno yake, kisha ndio tunajinyakulia na kujipatia mtu. Akasema tumche Allah subhanahu wa ta'ala kwa hawa wanawake, na wao wanawake wamwogope Allah subhanahu wa ta'ala, kutokuweza kuwaingiza watu ndani ambao waume zao hawaridhii, hata akiwa ni kaka, shekhe,
lakini mume wako akawa amesema kwamba simtaki kaka yako hapa, hautomwingiza. Hata akiwa ni mwanamke, ni dada yako, wale ambao waume zao hawakuaridhia kuingiza ndani, anasema usiwaingize hao. Kisha Mtume akatoa kama taujihi, akasema ya kwamba ikiwa kama mwanamke anaweza akakosea, basi apigwe kipigo ambacho si kikali, apigwe kama, yani bimaana sheria inaashiria kwamba mwanamke anaadabishwa, lakini shekhe apigwi vipigo vile tunachukua wanawake tunadunda kuvibambazi, hapana, au tunapiga mangumi, hapana, bali imenukuliwa kwa baadhi ya wema waliotangulia kwamba mwanamke anapigwa kwenye, yani kama vile amevaa tuseme kikwembe, anapigwa kule kwenye atrafu kule chini kikwembe, anampiga kama kikwembe tu, ni ishara kwamba umekasirika, ni ishara, lakini sio yale ya kumpiga mpaka unamvimbisha sura. Tukienda mbali zaidi kwenye masala kama hiyo, ikionekana kwamba mwanamke unamtishia kipigo, mambo hayaendi, unamuhama kitandani. Na walisema kwamba kumuhama kitandani sio ile tabia ambayo mwanaume anasema mimi mwanamke anakuwa anasema hasikii, wewe mimi natoka, unaenda kulala sehemu nyingine. La hasha, wakati shekhe utalala chini, wache kitanda chake, lakini kule kule chumbani, usiende kulala kwa watoto au kwa jirani, mle mle ndani. Hivyo inakuwa ni kama adabisho. Mwisho haya akishindikana, labda ndio mnaenda familia kwa ajili ya suluhu. Kumba mwisho akishindikana, basi apewe talaka, kwa sababu panakuwa hakuna tena njia. Tayeb, dhakara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi mawadhi'a mutafarriqa fi hajjati al-wada'i wasaya jami'a li ummatihi. Kwenye hii hija ya kuaga, Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa wasia nyingi ambazo zimekusanya mambo mengi kwenye umma wake. Fiha alkathiru min alawamir wanawahi wa tawjihat. Kwa hiyo katika usia wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kwenye hizi siku 10 alitoa mengi katika maamrisho, kama tulivyosikia kwamba tusidhulumiani, tusiwapigie wanawake, na makatazo mengine na yengine maelekezo, akawa kama anaelekeza. Pia katika hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa ni yaum an-nahri, ile siku ya kuchinja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, ayuha nasu isma'u qawli hadha fa inni la adri la'alli alqakum ba'da ami hadha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia watu, enyi watu nisikilizeni maneno yangu haya, hakika mimi sijui ya kwamba nitakutana na nyinyi baada ya huu mwaka. Kabisa inaashiria kwamba mzee anawaaga. Kisha kwenye hadithi hii kuna mengi
mpokezi wa hadithi Abu Bakrata Nufai ibn Harith radhiyallahu anhu akinukula akisema anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yawm an-nahr, ile siku ya kuchinja, alisema, ilikuwa fi hajjati al-wada'i, ilikuwa ni kwenye hija yake ya mwisho, fil aam al-ashir min al-hijrati, ilikuwa ni katika mwaka wa 10 Hijria. Mtume akisema az-zamanu qad istidaraka, az-zamanu qad istidara ka hay'ati yawmi khalaqa as-samawati wal ardh, kwamba siku zimerudi kwenye mpangilio. Inna az-zamana fi qisamihi ila al-a'wami wal-a'wami ila al-ashhur aada ila asli al-hisab wal-wad'i alladhi ikhtarahu Allah wa wada'ahu yawma khalaqa as-samawati wal-ardh, kwamba siku zimegawanyika au nyakati zamu zimegawanyika katika miaka, na miaka tunakwenda katika miezi. Hiyo ni ada ambayo asili yake ni hisabu kama alivyochagua Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba katika kuhesabia mwaka tunahesabia miezi mpaka tunapata mwaka. Miezi yetu 12 tunapata mwaka. Hivyo ndivyo gisi Allah subhanahu wa ta'ala ameweka tangu siku anaumba mbingu na ardhi. Kwa nini mtume anasema hilo? Lianna al-araba kanu yuakhiruna shahr al-muharram liyaqtulu au liqitalu au liyuqtalu fihi. Waarabu walikuwa na tabia kwamba ikifika Muharram, sababu Muharram ni mwezi ambao hautaki ndani yake wafanye nini? Mashambulizi. Kwa hiyo wao wanachelewesha kwenye hesabu, wanachelewesha. Wa hakadha yuakhirunahu kulla sana, na hivyo kila mwaka ukifika wanachelewesha Muharram. Fayantaqilu min shahrin wa qad ila shahrin hatta ja'aluhu fi jami'i shuhuri sana. Kwa hiyo wao wanaruka kama vile hawahesabu, ikawa ndio ada yao. Wakullama kanat tilka sana, kwa kila kipindi kifikia mwaka kufika kwenye Muharram, wao wanakuwa na hiyo tabia ya kuchelewesha. Qad kana qad aada ila zamanihi al-makhsus bihi. Kwa hiyo muelewe kwamba Muharram umerudi nafasi yake. Zile hesabu zenu za ujanja ili mpate nafasi ya kuleta vita, hiyo hakuna. Waqad khalaqa Allah subhanahu as-sanata 12 shahra. Allah katika kuumba ndani ya mwaka alijalia kwamba ni miezi 12. Minha 4 hurum, katika miezi 12 akajalia kwamba miezi 4 ni mitukufu. 3 mutawaliyatun, miezi 3 inafuatana. Dhulqaada au ni mwezi wa 11 wa Kiislamu, na anasema wasumia bidhalika liqu'udi fihi min alqital an alqital, na umeitwa ni Dhulqaada. Kwa nini? Kwa sababu ni mwezi mtukufu. Ukifika watu wanatulia, wanakaa, wanaacha kupigana. Kisha wa Dhulhijja lilhajj, na Dhulhijja nao ni mwezi mtukufu ambao ni mwezi wa 12 wa Kiislamu, na wenyewe kwa sababu ya hija.
wal muharram litahrimi alqitali fihi, na muharram na wakaitwa ni muharram kwa sababu umeharamishwa kupigana ndani yake. Wa wahidun fardun, kisha na wengine umekaa kivyake. Miezi mitatu nafatana, Dhulqaada, Dhulhijja, Muharram, hii inafatana, na wengine umekaa kando kivyake. Wa huwa Rajabun Mudhar, na ni mwezi wa Rajab. Mtume sallallahu alaihi wasallam akauta ni Rajab Mudhar, akiunasibisha kwenye kabila la Mudhar. Anasema wanusiba ila qabilati Mudhara, Rajab imenasibishwa kwenye kabila ya Mudhar. Kwa nini? Liannaha kanat tuhafidhu ala tahrimihi ashadda min muhafadhati sairi al-arabi. Hawa kabila yenyewe ilikuwa inautukuza mwezi wa Rajab na kuheshimu kuliko zingine kabila zote za Kiarabu. Walam yakun yastahilluhu ahadun min al-arab, au walam yakun yastahilluhu ahadun min al-arab. Hawa hakuna watu walikuwa wakiuhalalisha katika Waarabu, isipokuwa hawa ndio walikuwa wakiona kwamba huyu mwezi ni mwezi ambao ni haramu watu kufanya nini? Kupambana mavita. Na huu mwezi alladhi baina Jumada wa Shaaban, ni mwezi uko baina ya Jumada na Shaaban, uko kati kwa kati. Tahdidun li shahri Rajab alhaqiqi, hapo ilikuwa ni kwamba kutaka kuashiria na kuonesha kwamba hapo ndipo kwenye mwezi wa Rajab wa kweli umekaa. Thumma sala an-nabii sallallahu alaihi wasallam al-hadirina, Mtume ile siku ya Nahr, ile siku ya kuchinja, alikuwa akiwauliza watu ambao wamehudhuria wako kwenye hotuba yake. Anauliza ayu shahrin hadha, tuko mwezi gani? Sasa yaani Mtume ajui kama tuko mwezi gani? Watu wanaamua kukaa kimya, hawajibu. Na wanajua kama hivi mtu akuulize tuko mwezi gani, Waislamu wote watajibu. Lakini hawa masahaba radiyallahu anhum, Sheikh hawakuwa wanajibu, walikuwa wanaambia Allah wa rasuluhu a'lam. Sasa huni mtego, tuuliza mwezi wenyewe tuko wewe na yana jua. Labda hapa kuna mambo mengine anakusudia, anawauliza ayu baladin hadha, tuko kwenye nchi gani? Wewe unajua tuko Maka, sasa unatuuliza tena. Kisha anawauliza ayu yawmin hadha, tuko siku gani? Wa fi kulli marratin yujibunahu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kila mtume akiuliza wanasema Mungu na mtume ndio wanajua. Kwa nini? Ani mafunzo ya Islam. Wanasema muraa'atan lil adabi, kwanza ili kuchunga heshima, wa taharruzan min at-taqaddum baina yaday Allahi wa rasulihi, na kujiepusha kumtangulia Allah na mtume, wasije wakakutana wamejibu mbele ya mtume. Wa tawaqqufan fi ma la yu'lamu al-gharad min as-su'ali anhu, na kujiziwia kwa kile ambacho haijulikani malengo ya kuuliza hili swali ni nini. Zama wenzetu, wa fi kulli marratin yasqutu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kwa mtume alikuwa akiwauliza ayu yawmin hadha, tuko siku gani? Anakaa kwanza kimya. Mtume anakaa kimya, anawaacha.
Hasa kila kiuliza nakaa kimya, hata yadhunnu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayughayyiru al-isma al-ma'rufa. Akasema sasa atabadilisha isimu, haipe jina lingine, atabadilisha umji au ape jina lingine, kwa sababu bwana amekaa kimya muda mrefu. Faqala sallallahu alaihi wasallam an shahri innahu dhul-hijja, akawapa majibu, akamwambia mwezi tuko ndani yake ni Dhul-Hijja, wal balada Makkah, na nchi ambayo tuko ndani yake ni Makkah, wal yawma yawm an-nahr, na siku ambayo tuko ndani yake ni siku ya kuchinja, wa yuwafiqu al-ashiru min Dhul-Hijjati, na hii ni siku ambayo iko sawasawa na siku ya 10 ya Dhul-Hijja. Tayeb, anasema wasumia bidhalika, imeitwa yaum an-nahri lima yajri fihi min nahri al-hadi wal-adahi. Imeitwa ni yaum an-nahri kwa sababu yale yanayopitikana ndani yake katika kuchinja vichinjwa. Fa huwa yuwafiqu Eid al-Adha inda umumi al-muslimin, na hiyo inakutanana na sikukuu ya Eid kwa Waislamu wote. Kisha thumma qala sallallahu alaihi wasallam fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha, ay haramun ka hurmati yawmin nahr, kwamba mali zenu, damu zenu, mali zenu na heshima zenu ni haramu juu yenu kama uharamu wa siku hii, haramu wa nchi hii, haramu wa mwezi huu, kwa sababu ni mwezi wa Dhul-Hijja, ni haramu kupigana. Wanasema haramun ka hurmati yaumi nahri, ni haramu kama jinsi hii siku ya kuchinja ni siku tukufu. Hurmati shuhri al-harami, ni katika miezi mitukufu. Wa hurmati Makkah al-mukarrama, na Makkah ni Makkah tukufu. Anasema hadha fihi ta'kidun shadidun min an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala tahrim al-dima. Kwa hapa kuna kukazia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuharamisha kumwaga damu. Watashmalu nufusa wa madunaha, kwa hiyo pataingia viumbe na vinginevyo, wal amwal, na mali za watu haramu. Watashmalu alqalila wal kathira, na kwenye mali hapo pataingia mali nyingi na mali ndogo. Wal a'rad, na heshima za watu. Watashmalu zina wal liwati wal qadhfu wa nahwi dhalika, na katika heshima za watu na uzinifu unaingia, sababu ni kuharibu heshima za watu. Na liwati, wanaume kwa wanaume kuingiliana, haramu. Wal qadhfa, na watu kutupiana machafu ya uzinifu na mengineyo. Fakulluha muharramatun ashadda tahrimi, yote haya ni haramu yaliyoharamishwa sana. Haramun ala almuslimi an yantahikaha min akhihi almuslimi, kwa haya mambo ni haramu kwa Muislamu kuyafanya au kuyavunja au kuyamfanyia ndugu yake Muislamu. Thumma akhbarahum sallallahu alaihi wasallam annahum sayalqawna rabbahum,
Kisha kwa sababu hadithi ya hajjat alwadaa imekwenda ni mikatumika, ni hadithi ndefu mno, na ni kama vile ilitajwa kwenye siku tofauti tofauti. Thumma akhbarahum sallallahu alaihi wasallam, kisha Mtume akawaambia masahaba, satalqawna rabbakum fayasaluhum yawm alqiyamah an a'malihim allati amilaha fi dunya. Kisha Mtume akawaambia mtakutanana na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Kiyama, kisha takuulizeni matendo mliyoyatenda hapa duniani. Anasema hadha ta'kidun lima sabaqa min dhikri hurmati dima. Hii ni kukazia kwa yale ambayo yametangulia kwamba ni haramu kumwaga damu. Wa ma'atif alaiha, yale ambayo yameungana nayo, kumwaga damu, kuvunja heshima, hayo yote idha taakkada ladaykum shiddatu hurmati dhalika. Kwa hiyo hayo mkiyaona, mjue kwamba hayo mambo ni haramu sana. Fahdharu an taqaw fihi, jiepusheni msije mkaanguka kwenye hayo mambo. Fa innakum sawfa tulaquna rabbakum fayasalukum an a'malikum, hakika nyinyi mtakutanana na Mola wenu na atakuulizeni matendo yenu. Wa huwa a'lamu biha minkum, Allah anakuulizeni matendo mliyoyatenda duniani, si kwamba tu yeye, bali ni mjuzi kuliko nyinyi, lakini anakuulizeni matendo yenu. Tayeb, wasualu yatadhammanu aljazaa alaiha, na kuwaulizeni mlifanya nini na nini na nini hapa duniani. Sio maswali tu, maswali yanakwenda na malipo. Ulizini, unapata matendo ya uzinifu wako, malipo ya uzinifu wako. Uliiba mali za watu, unapata malipo ya wizi wako. Uliua mwanzia, unapata malipo ya kuua. Thumma qala ala fala tarji'u ba'di dullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Hadithi ni ndefu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, tazameni msije mkarudia kwenye upotofu, mkauana nyinyi kwa nyinyi. Wal maana iyyakum atadhillu ba'di. Hapa maana Mtume anasema jiepusheni, msije mkapotea Uislamu baada yangu. Waturidu amma taraktum alayhi, waturidu amma taraktukum alayhi, mkaja mkapuuza yale ambayo nimekuachieni. Minatamassuki bikitabi rabbikum wa sunnati nabiyikum, katika kushikamana na kitabu cha Mola wenu na sunna za mtume wenu. Fa innakum in miltum an dhalikum dalaltum tariqa, hakika nyinyi mkipinda kunako kitabu na sunna mtapotea njia. Wataraktum anasema wartakabatum a'dhama ma hadhartukum minhu, na mtajikuta mmeyatekeleza au mmeyafanya makubwa kwa yale niliyokutahadharisheni. Wajaratum ala dimai ba'dikum ba'dha, kisha mjikutane
mmeenda kudhulumiana au kuuana nyinyi kwa nyinyi. Wa asbaha yadribu ba'dukum riqaba ba'd, kwa hiyo nakutana mtu anamuua mwenzake. Wa hadha huwa dalal, na huyu ndio upotevu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akutaja upotovu, anasema wa yakunu almaana la taf'alu af'ala al-kuffari alladhina yastabihuna dimaa ba'dihim, kutaja kwamba watu wanauana, kisha ikaonekana kwamba watu wakiuana ndio kuritadi, watu kuuana ndio kuacha dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa maana hii kwamba la taf'alu af'ala al-kuffari, msifanyi matendo ya makafiri. Wanafanyaje? Alladhina yastabihuna dimaa ba'dihim, wao wanahalalisha damu za wao kwa wao. Kafiri anaona kumuua kafiri mwenzake, ni paka tu nafinya. Waqila inna qatla almu'mini wastibahati damihi bighairi wajhi haqqin amrun yufdi ila al-kufri, na wakasema wana wa elimu ya kwamba kumuua muumini na kuhalalisha damu yake pasina haki ya kisheria ni jambo ambalo linapelekea mtu kwenda kwenye ukafiri. Thumma awsahum sallallahu alaihi wasallam an yuballigha alladhi hadara wa sami'a kalama an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaiba, kisha Mtume akawahusia akiwaambia kwamba yule ambaye alikuwa hapa akasikia maneno yangu Mtume sallallahu alaihi wasallam amfikishie yule ambaye alikuwa hayupo. Fala'alla ba'da man yablughuhu al-kalamu yakunu aw'a ay kathira wa'yan wa tafahhuman lahu, huenda baadhi wale ambao wanaofikishiwa maneno au yule ambaye maneno yanamfikia akawa ni mwenye kuelewa zaidi na mwenye kufahamu zaidi yale maneno kuliko hata mwenye aliyapokea. Anasema min ba'dhi man sami'ahu, kuliko yule ambaye ameyasikia. Mtu amesikia akafikisha kama jinsi alivyosikia, ikawa yule aliyefikishiwa ni mwelewa zaidi na mwenye kufahamu zaidi kuliko aliyesikia moja kwa moja. Wakana Muhammad ibn Sirin ahad ruwati hadithi. Muhammad ibn Sirin mmoja katika wapokezi wa hadithi anasema idha dhakara dhalika yusaddiqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akisema hayo maneno kwamba aliyehudhuria amfikishie mwenye alikuwa hayupo, kwa sababu yawezekana mwenye kufikishiwa ni mwenye kusikia na mwenye kuzingatia kuliko aliyesikia. Anasema alikuwa anamsadikisha Mtume, anasema sadaqa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, anasema Mtume alisema kweli. Faqad raa anna kathiran min almuballaghina aw'a min almuballighina, anasema ameona ya kwamba wengi katika wenye kufikishiwa wanaelewa na kupokea zaidi kuliko wenye kufikisha. Thumma khatama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khutbatahu biqawlihi ala hal ballaghtu, jamani nimefikisha, jamani nimefikisha. Anasema ma furida alayya tablighuhu min ar-risala, jamani nimefikisha yale ambayo nimelazimika kufikisha katika ujumbe kama mtume. Anasema huwa istifhamun ala jihati at-taqrir, na hili ni swali kama la kukubalisheni, jamani mimi si nimefikisha, na kukubalisheni kwamba nimefikisha.
ay qad ballaghtukum ma umirtu bitablighihi lakum, jamani, nimekufikishieni yale ambayo nimeamrishwa kuwafikishieni. Fala udhra lakum, hamna udhuru, hamna kujitetea baada ya kuwa nimekufikisheni. Anasema pia wayahtamilu an yakuna ala wajhi istilami man indahum ma indahum, na inawezekana kuwa alikuwa anataka kujua kwa wale wenyewe wako pale. Wa karrara kalamahu liyakuna akthara waqa'an ta'dhiman, na Mtume aliyakariri maneno hayo, jamani, nimefikisha, ili yamwingie yule mwenye kuamiliwa na yapo uzito. Anasema qad ballaghtu risalatika wa addaituha ila nas. Mwisho alisema Allahumma shahid, Allah shuhudia kwamba mimi nimefikisha ujumbe wako na nimeutekeleza kwa watu. Katika hadithi yetu, iqraruhu sallallahu alayhi wasallam li ashhur al-hurumi ma tahdidiha wa hiya allati kanu fi al-jahiliya yamtani'una fiha min al-qital. Kwa hiyo kwenye hadithi yetu ni kwamba kwanza kuna kukiri kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kuna miezi mitukufu ambayo Waarabu walikuwa wakijiepusha vita ndani yake, wakiacha kupigana miezi kingine. Wa fihi al-amru bi tablighi al-ilmi wa nashrihi, na pia kuna maamrisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba watu wafikishe elimu na waizagaze, wa ishaati sunani wal ahkam, na pia watu wazagaze sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na hukumu. Kwa hiyo kulingana na wakati, nitapenda kidogo tutosheke na haya, kwa sababu asili ya khutba hii ni ndefu mno, lakini nimeweza kujaribu kugusa yale madogo madogo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwezesha kuweza kuyafikisha. Allah ndiye mjuzi zaidi. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hiyo